A'udhu billahi, najilinda kwa Allah, min sharriki, kutokana na shari yako ardhi, wa sharri ma fiki, na shari ya kile kilichomo katika ndani yako ardhi, wa sharri ma khulika, na shari ya kile kilichoumbwa fiki ndani yako, wa sharri ma dabba alaik, na shari ya kile kinachotambaa kwako ardhi wewe. A'udhu billahi, najilinda kwa Allah, min sharri kulli asadin, na shari ya kila simba. Simba wako aina nyingi. Wa aswadi, na nyoka wakubwa wakubwa. Aswadi ni nyoka wakubwa na kusudiwa. Kuna namba hapo chini, nafikiri mmeiona, inasema al-aswadi al-azim min al-hayyat. Ni manyoka makubwa. Kwa hiyo a'udhu, najilinda billahi kwa Allah, min sharri kulli asadin wa aswadi, na shari ya kila simba na nyoka wakubwa, wa hayatin, na nyoka wa kawaida, wa aqrabi, na nge, maana hawa usiku jamaa mara wanakuwa wengi, wa min sharri sakinil baladi, na shari ya wakazi wa mji. Sakinil baladi, wakazi wa mji, na hapa wanakusudiwa hasa ni wa kijini, lakini si wa kijini tu, hata wa kibinadamu. Wakazi wa mji wana shari zao. Tuko pamoja? Kwa unajilinda na shari ya wale sakinil baladi. Wewe usiku umekuingilia, ulipokuingilia wapo wakazi hapo, na wakazi kawaida wakiona mgeni wanaanza kushughulika, inakuwaje huyo? Kwa unajilinda kwa Allah na shari ya wakazi wa hapo, kwa maana majini na mashetani yaliyoko hapo pia. Wa min sharri walidin, na shari ya kila mzazi, wama walada, na alichokizaa. Hadithi rawahu Ahmad, imepokewa na Ahmad wa Abu Daudi na Abu Daudi. Jamani, kila mtu anapoingiliwa na usiku, hasa akiwa safarini, basi anatakiwa lazima asome hizi dua jamani. Usiku ndio usiku, na si safarini tu, kusema ukweli. Hata ukiwa kwako, ukaazini kwako, usiku jamani una mtihani. Allah kauthibitisha kwamba usiku una shari kweli kweli, na ndio maana akaleta sura nzima. Katika sura hiyo akamwamrisha mtume wake na wewe na mimi, akatwambia tuseme kul a'udhu birabbil falaki min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiki. Ghasiki manake kiza, usiku, kuonyesha kwamba usiku una shari nyingi sana. Lakini sio usiku tu, na hiyo falaki yenyewe pia. Falaki manake ulimwengu mzima una shari. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa kuomba dua sana, kwa kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri imefahamika. Ma yakuluhu almusafiru, sasa anachotakiwa kukisema msafiri, idha nazala manzila, anapofika sehemu ile. Mwanzo ilikuwa safarini, umekuingilia usiku huko njiani, basi unasoma dua hiyo. Sasa umefika pahala, umekwenda safari, umefika pahala, ushafika pahala unapokwenda, pia unatakiwa kuna dua usome. An Khawla, kutoka kwa Khawla binti Hakimi, mtoto wa Hakimu as-Salmiya, anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika mtume rehma na amani yake amesema, man nazala, yoyote atakayefika manzila, sehemu. Thumma qala, kisha akasema hivi, a'udhu bikalimati llahi, najilinda kwa maneno ya Allah, tamati, yaliyotimia, kulliha, yote. Najilinda na nini? Min sharri ma khalaq, kutokana na shari ya alivyoviumba. Sema, ukisema hivyo, lam yadhurruhu shay'un, basi hadhuriwi na chochote. Hatta yartahila, mpaka ataondoka ile sehemu aliyofikia, min manzilihi, kwenda katika nyumba yake, dhalika, hiyo. Au min manzilihi, kutoka kwenye sehemu yake, dhalika, hiyo aliyofika. Umefikia sehemu, basi ukisoma dua hutodhurika mpaka utaondoka hapo. Man nazala, atakayefika manzila, sehemu, unakwenda safari ukafika pale ukaamua kupumzika,
Thumma qala, kisha akasema, a'udhu bikalimati llahi tammati, najilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia, kulliha yote, min sharri ma khalaqa, kutokana na shari ya alivyoviumba. Dua inaishia hapo. Lam yadhurruhu shay'un, hatodhuriwa na chochote, hata yartahila, mpaka ataondoka mimanzili, katika sehemu yake, dhalika, hiyo aliyofikia. Rawahu aljamaa, hadithi imepokewa na kundi la maulama wa hadithi, illa al-Bukhari, isipokuwa Imam Bukhari wa Abu Daudi na Abu Daudi. Ma yakuluhu almusafiru, anachotakiwa kukisema msafiri, idha ashrafa, pale anapokaribia, ala qaryatin, kwenye mji. Sasa unataka kuingia kwenye mji, pale ilikuwa mwanzo umekwenda zako safari, umefika pahala, umepumzika ili uendelee na safari, unasoma ile dua. Sasa ushakaribia mtaa ambao unakwenda, au mji unaokwenda ule, pale unataka kuingia. Ma yakuluhu almusafir, anachotakiwa kukisema msafiri, idha ashrafa, anapokaribia, ala qaryatin, kwenye kijiji anachokwenda, au makanin, au sehemu yoyote ile, wa arada an yudkhilahu, na yeye akataka kuingia kwenye huo mtaa. Shakurubia mtaa, wataka uingie, basi soma dua. An Ata, kutoka kwa bwana Ata bin Abi Marwani, mtoto wa Abi Marwani, an abihi, kaipata kutoka kwa baba yake, anna Ka'ba, sema hakika Ka'bi, halafa, alimwapia yeye, billadhi falaka albahr, alimwapia kwa yule aliyepasua bahari, li Musa, kumpasulia Musa akapita, ni Allah huyo. Alimwapia kwa Mola huyo kwamba anna Suhaiba, kwamba Suhaibu, hadathahu, alimuhadithia hivi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume, rehma na amani juu yake, lam yara qaryatan, hajawahi kuona kijiji chochote ambacho yuridu dukhuluha, akawa anakusudia dukhulaha, kukiingia kijiji hicho, illa qala, ila alisema hivi, hina yaraha, pale anapokiona kile, pale ataka kuingia, anasoma Allahumma rabbis samawati sab'a, mola wangu, mola wa mbingu saba, wama adlalna, na kile kilichofunika mbingu saba. Sote tumefunikwa na mbingu saba, wa rabbul ardhin, na mola wa ardhi zote, sab'i, saba, wama aqalalna, na kile kilichobebwa na ardhi hizo, na ardhi hizo, wa rabbush shayatin, na mola wa mashaitani, wama adlalna, na wale ambao wanawapoteza mashaitani, wa rabbur riyahi, na mola wa upepo, wama dharaina, na vile vipeperushwavyo na upepo. As'aluka khaira hadhihi alqarya, na kuomba khairi za mji huu, wa khairu ahliha, na khairi za watu wake, wa khairu ma fiha, na khairi zilizomo katika mji huo, wa na'udhu bika, na najilinda kwako, min sharriha, kutokana na shari ya mji huo, wa sharri ahliha, na shari ya watu wake, wa sharri ma fiha, na shari ya zilizomo katika mji huo. Hiyo ndio dua ya kuomba unapotaka kuingia katika mji. Rawahu an-Nasa'i, hadithi imepokewa na Imam an-Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim, na Hakim wasahahahu, na wao wawili wameisahihisha hadithi hiyo. Lakini ukiachia hiyo, kuna dua nyingine pia. Wa an Ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake, kala, amesema, kunna nusafiru, tulikuwa tukisafiri, maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume, rehma na amani juu yake, fa idha raa qaryatan, sasa mtume anapouona mji, yuridu an yadkhulaha, akawa anataka kuingia mji huo, qala, alikuwa akisema hivi, Allahumma, e mola wangu, barik lana fiha, tutilie baraka sisi kwenye mji huo. Akisema maneno hayo 3 marati, mara 3. Halafu anaendelea, Allahumma, e mola wangu, urzuqna janaha, turuzuku sisi matunda yake mji huo. Urzuqna janaha, turuzuku matunda yake mji huo, ila ahliha, ndio janaha, wa habibna, na tupendezeshe, ila ahliha, kwa watu wake, wa habibi,
salihi ahliha, na wapendezeshe wale wema katika watu wa mji huo, ilaina, wapendezeshe kwetu, wema watupende sisi. Sio kama imefahamika? Allahumma, Mola wangu, barik lana fiha, tutilie baraka sisi ndani ya mji huu. Hayo maneno anayasema 3 marati, mara 3. Alafu anaendelea, Allahumma arzuqna janaha, Mola wangu turuzuku sisi matunda ya mji huo. Wahabibna, na tupendezeshe sisi ila ahliha, tuwapende watu wake wa mji huo. Lakini pia wahabibi, wapendezeshe salihi ahliha, wale wema katika watu wa mji huo wapendezeshe, ilaina, watupende sisi pia, wale wema watupende sisi. Au tena shauri yao. Hadithi rawahu Tabarani, imepokewa na Imam Tabarani fil Awsati, kwenye kitabu chake kile cha kati na kati, Awsat, bisanadin jayyidi, kwa mategemezi yaliyokuwa jayyid. Nyingine, wana Aisha, kutoka mama Aisha radhiallahu anha, Allah mridhie, kalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani juu yake, idha ashrafa, anapokaribia, ala ardhi, kwenye nchi fulani ambayo yuridu dukhulaha, akawa anakusudia kuingia katika hiyo nchi, qala, akisema hivi, Allahumma, Mola wangu, inni as'aluka, mimi nakuomba wewe, min khairi, kutokana na khairi, ahadhihi, ya mji huu, wa khairu ma jumi'at fiha, na khairi zile zilizokusanywa kwenye mji huo, wa a'udhu bika, na najilinda kwako, min sharriha, kutokana na shari zake, wa sharri ma jumi'at fiha, na shari ya kile kilichokusanywa katika mji huo. Allahumma, Mola wangu, urzuqna janaha, turuzuku sisi matunda yake, wa habibna, na tupendezeshe sisi ila ahliha, kuwapenda watu wa mji huo, tuwapende. Wa habibi salihi, na pia wapendezeshe wale wema ahliha wa mji huo, ilaina, kwetu, watupende sisi pia. Hadithi rawahu Tabarani fil Awsati, imepokewa na Imam Tabarani katika kitabu al-Awsat, bisanadin jayyidi, kwa mategemezi yaliyokuwa jayyid, mazuri tu. Hizo ni katika dua. Kwa yoyote katika hizo ukisoma utachanganya zote, hakuna shida. Ma yakulu almusafir, yale atakiwayo kuyasema msafiri, waktu sahari, wakati wa alfajiri. Sasa wewe ni msafiri, umefika alfajiri, semeje? Waktu sahari, ule wakati wa alfajiri. An Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ikamtume rehma na amani yake, idha kana fi safarin, anapokuwa safarini, wa ashara, na ikamuingilia alfajiri, yakulu, alikuwa akisema hivi, samma asami'u, amesikia msikiaji, bihamdillah, amesikia shukurani zangu ninazozitoa kumshukuru Allah, wa husni balaihi, na uzuri wa neema zake. Hapa balai ni neema jamani, alaina, alivyotupa juu yetu sisi neema hizo. Rabbana, Mola wetu, Rabbana, Mola wetu, sahibna, fuatana na sisi, yani kuwa nasi, wa afdhil alaina, na tupe fadhila sisi juu yetu, aidhan billahi, hali ya kujikinga na Allah, minan nari, kutokana na moto. Rawahu Muslim. Samaa sami'un, amesikia msikiaji, bihamdillahi, kwa kumshukuru Allah, wa husni balaihi, na uzuri wa neema zake, alaina, alizoneemesha kwetu. Rabbana, Mola wetu, sahibana, kuwa nasi, wa afdal alaina, tumiminie fadhila juu yetu, aidhan billah, najilinda kwa Allah, minan nari, kutokana na moto. Hadithi rawahu Muslim. Ma yakuluhu almusafiru, kile anachotakiwa kukisema msafiri, idha ala sharafa, anapopanda mlima. Ala sharafa, anapopanda mlima, uko safarini ukapanda kilima. Au habata, au anaposhuka wadia, katika bonde.
au rajaa, au anaporudi mjini kwake. Ma yaqulu almusafir, kile atakiwacho kukisema msafiri, idha ala, anapopanda sharafa kwenye kilima, au habata, au anaposhuka wadi ya bonde, au rajaa, au anaporudi katika mji wake. Nini atakiwa kusema? Rawal Bukhari, amepokea Imam Bukhari an Jabiri, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, kala, amesema kunna, tulikuwa sisi, idha sa'adna, tunapopanda mlima, kabarna, twatoa takbira. Kwa hiyo unaposafiri ukipanda mlima, kama uko kwenye gari, unatakiwa useme Allahu akbar. Pangumie Jabir ndio mwanzo. Sawa? Wewe umeanza na nani? Ibn Umar. Na? Sijafahamu. Lakini imeanza Jabir, si ndio? Wewe chako mimi kimeanza na Jabir. Si ndio jamani? Wengine wameanza na Ibn Umar wa Ibn Umar tusubirini, tutakuteni hapo hapo inshallah. Anasema Bukhari amepokea hadithi kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu, kala, amesema kunna, tulikuwa sisi, idha sa'adna, tunapopanda mlima, kabarna, twatoa takbira ni Allahu akbar, wa idha nazalna, tunaposhuka, sabahna, twatoa tasbih subhanallah. Kwa unapokuwa safarini, kama umepanda gari, umepanda baskeli, umepanda punda, chochote ulichopanda, hata watembea kwa miguu, basi ukipanda mlima, Allahu akbar, Allahu akbar, ukishuka subhanallah, subhanallah. Warawa al-Bukhari, ya pili sasa, pia amepokea Bukhari an Ibn Umar, tumekutana kutoka Allah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah mridhie, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume, rehma na amani juu yake, kana, alikuwa, idha kafala, anaporudi, minal haji, anarudi haji, ndio safari hiyo anarudi hija, maana ndio ni safari yake ya hija, au umra, au anarudi umra. Wala a'lamuhu, anasema sijawahi kumfahamu, illa qala, isipokuwa alisema, au al-ghazw, au anaporudi vitani. Kullama aufa, kila anapopanda anapopanda, ala thanihi, anapopanda juu ya kilima, tupo, anapopanda ala thanihi, juu ya kilima, au fadfadi, au kichuguu. Kuna mlima na kichuguu. Mlima si unakuwa mkubwa kidogo, kichuguu maana kilima ndio kidogo dogo hivi. Kabbara thalathan, basi akipanda mlima au kijilima, anatoa takbira mara 3. Thumma qala, kisha akisema hivi baada ya takbira, la ilaha illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, wahdahu la sharika lahu, peke yake hana mshirika, lahul mulku, ufalme ni wa kwake, wa lahul hamdu, sifa ni za kwake, wa huwa ala kulli shay'in qadiru, na yeye kila kitu anaweza. Aibun, ni wenye kurejea, taibun, tunatubia, abiduna, tunafanya ibada, sajiduna, tunasujudu, li rabbina, kwa Mola wetu, hamiduna, tunamhimidi. Sadaqa Allahu wa'adahu, amesadikisha Allah wa ahadi yake. Wa nasara abadahu, amemnusuru mja wake, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazama al-ahzaba, na ameyakimbiza majeshi ya muungano wahdahu, pekee. Tuko pamoja? Ahzaba ni majeshi ya muungano, sio muungano huu jamani, msimkona hii jamaa vipi? Kipindi kile kuna vita vinaitwa ahzab. Ahzab yani ni watu waliungana, watu tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, jeshi kubwa kweli kweli, dhidi ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakaitwa ahzab, na ndio maana kuna sura nzima, sura ahzabi, yani sura inazungumzia hizo ahzab, ikiwa moja ni hizb, zikiwa nyingi ahzab. Tuko pamoja? Okay. Ma yakulu almusafiru, anachotakiwa kukisema msafiri, idha rakiba safina, akipanda jahazi. Kwetu usiseme jahazi, akipanda boti au meli, kwa ufupi chombo cha baharini. Hata ukipanda kile kinini wanaita kinini, nini wanaita nini,
dinge. Kwa ufupi, umepanda chombo cha baharini, usafiri wa baharini. Ma yakuluhu almusafiru, anachotakiwa kusema msafiri idha rakiba safina, anapopanda jahazi, kwa maana chombo cha baharini, ikiwa meli, ikiwa jahazi, ikiwa mtumbwi, ikiwa chochote kile. Rawa Ibn Sinni, amepokea hadithi Ibn Sinni anil Husaini bin Ali, kutoka kwa Husaini mtoto wa Ali radhiyallahu anhuma, Allah waridhie. Qala, kasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume rehma na amani juu yake, amesema amanu ummati, ulinzi wa umati wangu au usalama wa umati wangu, minal gharqi, usalama na kuzama baharini, idha rakibu, wanapopanda bahari, usalama wao, life jacket yao, an yakulu, waseme hivi, bismillahi majriha, kwa jina la Allah kuenda kuweni kwake, wa mursaha, na kutia nanga kuwe kwake. Inna rabbi, hakika mola wangu, la ghafurur rahim, ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Wama qadarullah, wanaendelea kusema hawaja muheshimu Allah haqqa qadrihi, vile anavyostahiki kuheshimiwa. Wal ardu jami'an, na ardhi yote, qabattuhu, Allah anasema nimeikamata yaumal qiyama, au nitaifumbata yaumal qiyama, siku ya kiyama. Wassamawatu, na mbingu, mutawiyatun, ni zenye kukunjwa, biyaminihi, atazikunja kwa mkono wake wa kulia. Sio ukaniuliza una vidole vingapi Subhanahu, ametakasika, wa ta'ala, na kutukuka, amma yushrikun, na yale ambayo wanamshirikisha. Hii unapanda boti, unakwenda safari, unasema hivi. Rukubul bahari, kusafiri baharini, inda tirabihi, sasa pale, sasa ushapanda ndani ya bahari, sasa kidogo bahari ikachangamka kidogo, inda tirabihi, wakati bahari sasa inakuyumbisha yumbisha kidogo, mawimbi yakawa kidogo yamekuwa. Pia kuna cha kusema, yani dini yetu haijaacha nafasi, kila sehemu imekufundisha nini ufanye. La yajuzu rukubul bahari, haifai kusafiri baharini, inda tirabihi, wakati bahari ina mayumbo, maanake ina mawimbi makali. Waelewana? Na ndiyo maana kwa upande wa serikali, kama serikali, kuna kitengo kizima kinaitwa mamlaka ya hali ya hewa. Naam, tupo hawa siku zote wanaangalia kwamba kesho hali ya hewa itakuwaje, kwa sababu piga ramli wanaangalia kesho hali ya hewa. Ni elimu jamani, hiyo ipo. Mimi na wewe ambao hatukutaka kusoma sema sasa hiyo haifai, si ramli ya jua Allah, wale ghaibu. Wewe utasema ghaibu, hiyo sio ghaibu. Basi wanaangalia, wanajua kwamba kesho upepo utachangamka, huwa unapigwa marufuku usafiri. Tusikia umetangazwa, mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kesho ni marufuku kusafiri vyombo baharini, watu wasiende kuvua. Sijasema kesho, nasema huwa inatangaza Wanapofanya vile, si kwamba wafanya tu, Uislamu pia ndivyo unavyotaka washughulikie hilo jambo. Sasa wewe fanya ubisa, bwana hawajui kitu bwana, mambo ya Mungu hayo, nenda ukajizulumu mwenyewe. Shekhe, wanaangalia ni elimu, wanakuambia mpaka urefu wa wimbi, si ndio? Kesho bahari itakuwa na mawimbi makubwa, wimbi lenye urefu wa futi ngapi, tupo sijui mpaka hali ya bahari itakuwaje, upepo sijui utavuma kutoka wapi mpaka wapi, kwa kasi sijui ya kilomita ngapi. Wameuona wapi? Kupitia elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Tuelewana? Lakini sami na wewe tukitaka kusoma hiyo, utaambiwa haifanyeje, haifai, sijui. Na ndio maana Allah akatuambia khudhu hidrakum, chukueni tahadhari. Hayo ni mambo ya tahadhari unafanya.
Naam, anasema la yajuzu rukubul bahari, haifai kusafiri baharini inda tirabihi, pale bahari inapokuwa hali mbaya, inapochafuka. Tena haifai li hadithi Abi Imran, kwa ushahidi wa hadithi Abi Imran al-Juni. Qala, amesema hadathani ba'dhu ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, walinihadithia mimi baadhi ya masahaba wa mtume rehma na amani. Qala, akasema man bata, atakaye, ndio man bata, atakayelala au atakayekesha, fauka baiti, juu ya nyumba. Wewe mkwenda lala huko juu ya bati huko, laisa lahu ijar, hana cha kujiokolea na cha kujinkinga. Fawaka, akija akidondoka, famata, akifa, faqad bari'tu minhu ad-dhimma, bari'atu minhu dhimma, dhimma kwake imeondoka. Kaelewana? Bari'tu minhu dhimma, sema mtu mimi nimeondoa dhima yangu kwake. Wewe umekwenda kulala huko juu ya bati tupo, huna, yawezekana saa nyingine yakafika jamani hayo, maana sio kwamba mtu uchizi tu anakula. Unajua hii ni sheria, sheria inahukumu vitu ambavyo unaweza kuona sasa wewe unakula juu ya bati, mpumbavu. Sio mpumbavu, watu washalala mpaka kwenye mashimo ya choo. Uongo kweli? Tumuombe Mungu tu asitufike hayo mambo. Yawezekana shehe kabidi mazingira ukalale juu, lakini hata ukaenda ukilala juu uwe na cha kujiokolea huko juu. Huna, ukajilaza tu usigizi ukakuleta, ukija ukateleza ukaporomoka, ukifa, Mtume asema mie bari'tu minhu dhimma, sina dhima na wewe. Utajijua mwenyewe na Mola wako. Ndio ile hudhu idraku. Ndio hivyo hivyo, si lazima juu ya paa tu, hata umelala juu ya mti yawezekana pia ukala juu ya mti, lakini huna cha kujiokolea, basi angalau kamba jifunge au sio? Ndio cha kujiokolea. Wa man rakiba al-bahr, na atakayesafiri baharini, inda irtijajihi, pale bahari wakati ilipochafuka, famata, akafa, faqad bari'tu minhu dhimma, vile vile na mimi dhima na huyo sina. Yani bahari imechafuka ukasafiri, na wewe huna nini cha kujiokolea, ukifa Mtume asema hana dhima kwako. Kwa hiyo ukiona bahari imechafuka, mawili, usisafiri tupo, na kama kutalazimika kusafiri uwe na cha kujiokolea. Tuelewana? Ndio maana nini tunasema wizara ile ya nini, wizara gani? Wizara ya mawasiliano, sinosoleka na mambo ya usafiri na uchukuzi, si ndio? Ndio maana wizara ya mawasiliano na uchukuzi hawaruhusu chombo chochote kubeba abiria kama hakina vitu vya kujiokolea. Tuaita nini? Life jacket. Tena ziwe zinatosha kwa mujibu wa abiria na ziada. Sasa we chombo chako ukionywa leseni kwamba usibebe, usije ukakasirika tu wanaona. Sheria mpaka kwenye dini iko hivyo. Huna chombo cha kujiokolea, wewe ukija ukifa umekufa kizembe. Angalau ufe na kwenye life jacket, unakuwa na jamaa kajitahidi. Tuko pamoja Kwa ufupi, unatakiwa uwe na tahadhari. Hadithi hii rawahu Ahmad bisanadi sahihi, imepokewa na Imam Ahmad kwa mategemezi ambayo ni sahihi. Tumaliza mlango wetu huu wa adhkari. Sasa tunaingia al-hajj, hija. Al-hajj, hija. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna awwala baiti, hakika nyumba ya kwanza, udhi'a, iliyojengwa, linnasi, kwa ajili ya watu duniani, lalladhi bi Bakka, ni ile nyumba iliyoko pale Makka.
ndio nyumba ya mwanzo duniani kujengwa. Niliwahi kusema huko nyuma sababu ya kujengwa, niliwahi kutuzungumza, sio kama mshakumbuka, wengine pengine walikuwa hawajaja darasani. Ile nyumba ilijengwa tokea Adam alayhi salam hajaja ardhini. Alipoumbwa baba yetu Adam, lengo aliumba kwa ajili anakuja ardhini, khalifa, ndio lengo ilikuwa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hiyo kwa kuwa anataka kuja ardhini, malaika waliposema walioyasema kuhusiana na uumbaji wa Adam, walisema maneno yale, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu, kwa maana wao ndio walifaa kuletwa. Allah akaambia, najua msichokijua. Allah akamuumba Adam. Alipomuumba Adam alayhi salam, wa allama Adam al-asma kullaha, Allah akamfundisha Adamu majina ya vitu vyote. Wanasema elimu ya mazingira, sijui majina, kafundishwa majina. Kuna nini kwenye majina jamani? Mpaka afundishwe majina ya vitu. Alifundishwa majina na matumizi ya vile vitu. Alafu Allah akawaambia malaika, nyinyi mlisema nahnu nusabbihu bihamdika, mafaa zaidi kuliko huyu, ambiuni bi asma'i haula. Ubora hauji kwa sababu wewe umeumbwa mwanzo, unakuja kwa elimu, ndio unakuwa bora kwa elimu, sio kwa sababu mimi nipo hapa toka hujazaliwa. Sawa, hupati ubora kwa sababu upo toka fulani hajazaliwa, kwa elimu. Sasa akamwambia, naambieni majina hivi vitu. Malaika hawavijui, wakasema umetakasika Mola wetu, hatuvijui sisi ila ulitufundisha. Allah malaika walipokiri kwamba hawajui, akamwambia Adam, ambiu bi asma'i. Adam waambie majina yao. Kwa hiyo Nabii Adam alayhi salam akawa ni mwalimu, akawasomesha malaika, akiwemo na mahabithi. Wakati huo habithi maloni kasomeshwa kwenye darasa hilo. Nabii Adam akawa anawafundisha malaika, hichi ni kitu gani, matumizi yake ni hivi jamani. Kwa hiyo baada ya kusomesha, kwa kuwa wanafunzi walishindwa kujua, Allah alitoa adabu mbili kwa wanafunzi, kwa sababu hawakujua. Alitoa kama vile mwalimu kawaida, wanaosomesha wanajua hilo, kwamba huwa saa nyingine unapotoa kazi kwa wanafunzi wakashindwa kuijua, unawapa adabu. Saa nyingine adabu yake inakuwa kama kuna mtoto kajua, wengine hakujua, na uweza ukatoa dini ukaambia yule kijana wapige konzi wote hao, akapita akatoka makonzi kweli kweli, na kikukuta wewe na hasira nawe akakutwangaza mbele ya mwalimu, una la kumfanya ati. Au saa nyingine mwaweza ambiwa nyinyi piteni mumwamkie yule mtoto mdogo, mkapita shikamoo shikamoo shikamoo, kwa sababu hamkujua, yeye kajua. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alitoa adhabu mbili kwa malaika baada ya kuwa wao hawakujua. Wakaambiwa sujudu li Adam. Ya kwanza msujudieni, kwa maana muamkieni, ndio ile shikamoo shikamoo, ila haikuwa shikamoo ni maamkizi ya kumpa heshima. Hilo wakalifanya, isipokuwa khabithi maluni, yeye hakutaka, Ibilisi na ndio maana akalaaniwa. Adhabu ya kwanza ilikuwa ni hiyo. Lakini adhabu ya pili ambayo waliopewa malaika, waje duniani wajenge nyumba ambayo huyu atakuja kufanyia ibada. Wafahamiana? Kwa hiyo malaika wakaja kujenga ile nyumba kabla Adamu yuko huko mbinguni. Wakaja kuijenga ile nyumba, na waliijenga inasemekana kwa yakut, si kwa maudongo. Ilijengwa kwa madini ya yakut. Kwa nyumba ikaweko pale, msikiti ule ni ule msikiti sema nyumba, wakasema nyumba gani baadaye, ni ule msikiti nakusudiwa. Sawa ulijengwa kwa yakut. Kwa hiyo Adam alipokuja kuteremshwa ardhini, sasa alikuta ule msikiti tayari ulishajengwa na nani? Na malaika. Akafanyia ibada, ukawepo, ukaendelea kuwepo zama za Adam, ukaendelea mpaka ulipofika zama za Nabii Nuhu alayhi salam. Zama za Nabii Nuhu twakumbuka sote tunaosoma
kwamba watu wa Nuhu ndio walioanza vurugu, walioanza shirki, walioanza maasi makubwa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huko nyuma asema kana nasu ummatan wahida, huko nyuma kuanzia Adam, Idrisa, watu wote walikuwa ni umma mmoja, kitu kimoja, wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Idrisa hapa ndio wakaja hawa wakaleta vurugu, wakatengeneza sanamu za watu katika watu waliokuwa wacha Mungu, Suwaa, Wadda, Yahutha, Yauka, Nasra, wakatengeneza sanamu. Lengo lao ilikuwa wanasema ni kumbukumbu tu, mwanzo ilianza hivyo, mwisho baadaye ikawa ni waungu waabudiwa. Akaletwa Nabii Nuh alayhi salam. Nabii Nuh akasema nao miaka 950 hawakumuelewa, kubwa wakimfanyia vituko, kila wanachojua hichi cha Nuhu basi wakikifanyia uadui, mpaka Nuhu mwenyewe akagonga ukuta akamwambia Rabbi inni da'awtu qaumi layla wa nahara, ya Rabbi mimi nalingania watu usiku mchana sipumziki, lakini falam yazidhum du'ai illa firara, haizidishi mimi ulingano wangu wa kuwalingania ila kila ndio nakakimbiza kabisa. Wa inma kullama da'awtum litaghfira lahu, mimi kila ninapowaita ili upate kuwasamehe makosa yao, ja'alu asaru fi adhanihim, watia vidole vyao masikioni wani wasinisikie. Sema wewe ndio wake kusema sana, sema bwana, wanatia vidole sikio. Lakini mimi nimetumia mbinu, wanapoziba masikio mimi nasema nao kwa ishara, wastaqtau thiyaba, nikisema kwa ishara pia wajifunika. Sema haya, sema hapo, wafahamu nini? Wa asarru, wanang'ang'ania uovu wao, wastakbaru istikbara, wakafanya kiburi kikubwa sana. Thumma inni da'awtuhum jihara, mimi nimelingania dhahiri. Thumma inni asarratu lahu, kisha mimi asarratu lahum israra, pia nimewalingania kwa siri, mmoja mmoja pia namwita kwa siri, yote nimefanya. Mwisho akasema Rabbi innahum asawun, hawa jamaa wameniasi, wattaba'u man, wamemfuata mpumbavu mmoja ambaye lam yazidhu maluhu wa waladu illa khasara, ndio amemtii wewe. Ninachokwambia la tadhar, mimi nishachoka, usibakishe ala al-ardhi, katika ardhi hii, min al-kafirina, katika makabdayara yoyote kuzunguruka asiwepo, wote fyeka. Kwa nini? Nasema innahum in asawna in tadharuhum, ukibakisha mmoja tu huyo atosha, yudhillu ibadaka, atawapoteza waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na hawazai kila anachokizaa ni kikafiri tu, asemania hata wazee wake. Allah akaambia Nuhu, umekubaliwa lakini fala tabtais, isikitika. Isikitika, kaambia Rabbi inni maghlubu, mimi nakwambia nishashindwa, fantasir, naomba nusura. Kaambia basi wasna fulka, anza kuchonga jahazi. Na aliambiwa la yu'min min qaumika illa man kad amana, baada uliowapata Nuhu hakuna mwingine ataamini zaidi ya ulionao. Kwa fala tabtais, usije ukasikitika, umeomba mwenyewe nisibakishe. Nikitekeleza dua yako usijaanza kuleta maneno, usije ukasikitika, acha, kwa kuwa hakuna amini tena, basi mambo ya dawa achana nayo. Wasna'il fulk, sasa kazi baada ya dawa kachonge jahazi, kwa sababu hawa ni watu ambao wanakuja kuzaharikishwa. Basi Nuhu akaacha dawa, akawa anakwenda kutengeneza jahazi. Allah anasema washasna'ul fulka, akawa anachonga jahazi. Wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru bihi, kila walipokuwa wakipita watu katika watu wake Nuhu wakimfanyia maskhara na istihzai, wakiwa wanamwambia Nuhu yamekushinda. Ilikuwa kila siku asubuhi, jioni, kala Allahu kala Allah. Sasa hivi ikifika asubuhi umbeba msumeno, shoka, unakuwa saramala. Wanamwambia akunta najara baada an kunta nabia, Nuhu umkuwa saramala unabii, basi umejiuzulu.
Na jahazi hili Nuhu wewe unaolichonga huku juu ya milima ile utalieleza kwa mchanga? Nuhu anaambia in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, ikiwa nyinyi mtufanyia maskhara idhar, tutakuja kukufanyieni kama mnavyofanyia. Ilipofika siku Allah anataka kugharikisha, kwa sababu gharka ile ilikuwa ni ya dunia nzima, kasema usibakishe dunia nzima. Allah hakutaka nyumba yake ile Kaaba aipige mafuriko. Waelewana Allah aliumoa ule msikiti kwa mujibu wa riwaya jamani, akaupandisha juu pale, pakabakia foundation. Sasa uko juu unaitwa Baitul Ma'mur au Baitul Izza, iliyoko hapo juu Baitul Izza, Baitul Ma'mur. Haya khilafu ulama pale pakabakia nini? Foundation. Ndio alipokuja Nabii Ibrahim kuja kuhamia pale, sasa akakuta nini? Foundation. Waelewana? Ndio Allah anasema wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid, Ibrahim akaja kunyanyua kuta, kakuta foundation. Hii foundation ikaijenga nani? Ilitokea huko. Tumeelewana nafikiri Kwa hiyo inna awwala baiti, hakika nyumba ya kwanza, udhi'a, iliyowekwa au iliyojengwa, linasi, kwa ajili ya watu kufanyia ibada, lalladhi bibakka, ni hile iliyoko Maka, mubarakan, ambayo imebarikiwa, wa huda, na ni uongofu, lilalamin, kwa walimwengu wote. Fihi, ndani ya hiyo nyumba, ayatun, kuna dalili zinazoonyesha ukongwe wake, bayinatun, ambazo ziko wazi kabisa. Miongoni mwa hizo makamu Ibrahim, ile sehemu aliyosimama Ibrahim alipokuwa akinyanyua kuta, miguu yake yanaonyesha mpaka leo, alipokanyaga kwa ajili ya kunyanyua kuta kujenga kwenye jukwaa lile. Kujenga si unaoneka jukwaa, yeye jukwaa aliweka jiwe. Fihi ayatun bayinatu, ndani ya nyumba ile kuna dalili zinazoonyesha ukongwe wake kwamba ni ya zamani. Katika hizo makamu Ibrahim ni ile sehemu aliyosimama Nabii Ibrahim kujenga, alama yake ya miguu ipo. Wa man dakhalahu, na yoyote atakayeingia maeneo yale, kana amina, anatakiwa kupewa amani. Aya imekuja bisighatil khabari walakin insha imekuja kama kwa jumlatun khabaria, kama ni sentensi ya toa habari kwamba anaingia pale yuko kwenye amani. Haikuja hiyo, imekuja kwa sura ya habari, lakini ni insha. Maana yake aminu. Maana kuna mmoja, niliwahi kusikia shekhe mmoja, nilikuwa namsikiliza, akawa anajibu kwamba kuna makafiri walikuja kuchallenge hii aya, kuonyesha kwamba eti maneno haya si ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Qur'ani sio maneno ya Allah, na kama ni maneno ya Allah mbona yasema uongo? Kivipi? Kwamba Allah kasema wa man dakhalahu kana amina, waingiao pale wanakuwa kwenye amani. Ndio inavyosema haya. Mbona amani hawana? Kila siku tunasikia watu wafa pale, huyu kakanyagwa, huyu sio kabiruzwa kule, watu wana amani iko wapi? Kwa ina maana aya zasema uongo. Tufahamiana? Kwa hiyo akaona kwamba kashapata dongo la kutupa kwenye Uislamu, kwamba Qur'ani si maneno ya Allah, kwa sababu hayasemi kweli, kwamba kule kila mwaka twasikia watu wafa pale, hakuna amani. Maskini alikuwa hajui lugha ya Kiarabu, kwamba lugha ya Kiarabu ina mbinu nyingi sana inatumia, kwamba Qur'ani au lugha ya Kiarabu inazigawanya sentensi katika aina mbili. Kuna sentensi khabaria, za habari, kwamba inatoa habari, na kuna sentensi inaitwa inshaia, insha. Wana lugha wanakwambia jumlatun khabaria huwa alladhi yasduqu at-takdhib, yakdhubu al-kadhiba, yasduqu al-kadhiba was-sidq. Sentensi ambayo ya habari hii inasihi kumwita mtu muongo au mkweli.
Akikwambia fulani bwana kaja, hii itakuwa sio insha, anatoa habari kwamba fulani kaja. Kwa hiyo huyu ikiwa kaja kweli utamwambia kweli, ikiwa hajaja utamwita vipi? Muongo. Lakini sentensi inshaia huwezi mtu kumwita muongo. Kwa mfano mtu anakwambia kula bwana, naambia muongo. Kula, hiyo ni insha. Usifanye kitu fulani, namwambia muongo. Utakuwa chizi. Kwa hiyo hii imekuja kwa sura ya habari, lakini ni insha. Maana yake wa man dakhalahu kana amina, ay aminu man dakhala al-haram, mpeni amani yule atakayeingia pale. Sasa ikiwa amani haikupatikana, aliyoingia pale hakupewa amani, hii inakuwa ni haya maneno ni maongo au watu wameasi amri. Sio, mnifahamu? Wewe umeambiwa kula halafu hujala, haya maneno yaliyokwambia kula halafu hujala, haya maneno yatapaswa kusema ni ya uongo au itasemwa kwamba yule aliyeambiwa kaasi? Kwa kukikosekana amani, inakuwa si kwamba aya imesema uongo, wale hawakuitekeleza aya iliwaamrisha wampe amani, hawakumpa. Kwa hiyo hakuna habari ya kusema sio manake haya maneno takuwa si ya Allah, si ya Mungu, sio kweli.